Heri ya Pasaka mtizamaji wa Mbayu TV. Hapa nipo na taarifa ambayo inasema kwamba Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limetoa wito kwa serikali ya Tanzania kuachilia mara moja na bila masharti viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki, likisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kulinda amani ya taifa, hasa kuelekea mwaka wa uchaguzi. Rais wa TEC na askofu wa Jimbo Katoliki Lindi Mwashamu Wolfgang Pisa amesema kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kutumia nguvu, bali kwa maridhiano na haki, akisisitiza kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kulinda amani ya nchi kwa kuhakikisha mifumo ya uchaguzi inarekebishwa ili kutoa nafasi kwa upatikanaji wa viongozi wa haki na wa kweli. Na mnukuu akisema kuwa katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu ya kusisitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mifumo ya sasa haiwezi kutupatia viongozi wa haki na wa kweli? Amehoji Askofu Pisa akizungumza katika mkesha wa Pasaka uliofanyika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Kagwa, Jimbo Katoliki la Lindi. Askofu huyo amesema kuwa kama kurudi mezani ndiko kunakoweza kulinda amani, basi kila anayehamasisha hilo anapaswa kuungwa mkono, si kukandamizwa au kukamatwa. Na mnukuu tena anasema kuwa kwa maana hiyo yote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa, waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa. Pia mihimili isiingiliwe bali itende kazi zake kwa haki, amesisitiza askofu. Amesema kuwa amani ni tunu adhimu inayopatikana kwa gharama kubwa, hivyo haipaswi kuchezewa, huku akisisitiza kuwa taifa linapaswa kuikataa dhana ya kuimba wimbo wa amani isiyotokana na haki. Kauli ya Askofu Pisa imekuja wakati ambapo mjadala wa mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi na ushiriki wa vyama vya kisiasa umekuwa ukitawala anga ya siasa nchini, huku kukiwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya vyama vya upinzani kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuhusu kukamatwa kwa viongozi wao wakubwa, akiwemo mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu, na ukosefu wa haki katika kuendesha siasa nchini Tanzania. Bwana, imekuwa ni kauli ambayo imepokelewa kwa mitizamo tofauti, lakini watu wengi wameonekana kuweza kuipongeza. Ni moja ya makada wa Chama cha Mapinduzi, unamzungumzia Enoki Kiswaga. Yeye ameweza kusema kwamba Kanisa Katoliki halijawahi kukosea na Kanisa Katoliki halijawahi kusema uongo. Ni kama kauli ambayo imekuwa kama ikisapoti swala hili, na amekwenda kuandika hivyo katika ukurasa wake wa X, zamani Twitter. Ameweza kuandika maneno hayo ni kama akiwa anaisapoti ama anaiunga mkono kauli ambayo imetolewa na Kanisa Katoliki. Lakini pia tumeona maaskofu wengi wamekuwa wakitoa mfululizo wa maongezi yao, na wengi wamekuwa wakionyesha kwamba kitu ambacho kinafanywa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema pamoja na vyama vingine ikiwemo ACT Wazalendo kutetea mifumo huru ya uchaguzi ni kitu ambacho ni kizuri na kinapaswa kuhakikishwa kwamba kinaungwa mkono na kila jamii ya Kitanzania. Na tumeona hii inakuja mara baada ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, ambaye yeye yupo mahabusu hivi sasa, na siku ya tarehe 24 anakwenda kusomewa tena ama anakwenda kusikiliza tena mashtaka yake ambayo anakuwa anamkabili ni makosa ya uhaini. Amepewa kesi hiyo ya uhaini na wanaweza kusubiri mambo yatakuwaje, lakini adhabu ya kesi ya uhaini ni kunyongwa, kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia viongozi wa Chadema wakizungumza, lakini kama ambavyo sheria zinakuwa zinasema kwamba ukikutwa na makosa hayo ikathibitishwa kabisa, basi wewe hukumu yako itakuwa ni kunyongwa. Watu wamekuwa wakiwa na maswali mengi kwamba Tundu Lissu atanyongwa au la. Sasa tunasubiri kuona kauli hii ya TEC inaweza ikajibiwa vipi, na viongozi wahusika wameweza kutoa ushauri pia mihimili isiwe na ingiliana, kwa maana executive kwa maana ya mhimili mkuu uweze kubaki peke yake, ukija kwenye mahakama ibaki peke yake, bila kusahau bunge libaki peke yake. Kila muhimili utende majukumu yake. Hii ni Mbayu TV. Ni kusihi kama bado hujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia utufuate pale Instagram. Sisi tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Ni David Edward. Uwe na siku njema mtazamaji wa Mbayu TV.